Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa watazamaji popote mlipo mnanitazama asubuhi ya leo, ningependa kuwakaribisha nyote. Ni kwa ajili ya ibada ya ukombozi, ibada ya neema. Popote mlipo nawakaribisha sana. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo ni mwema, na Yesu Kristo hufungulisha yeyote aliye tayari. Yesu hufungua yeyote aliye tayari. Kwa hivyo popote ulipo unanitazama ukiwa pale nyumbani, ningependa kusema ya kwamba Yesu anafungulisha, na Yesu Kristo anasafisha chochote ambacho kimekalia maisha ya mtu wa Mungu. Yesu ana uwezo na mamlaka, ana nguvu, ana ishara kubwa. Ni kwa ajili ya maisha yetu sisi sote ambao ni waaminifu. Kwa hivyo kuna mambo ambayo Mungu anahitaji ya kwamba akaweze kutenda na akaweze kutimiza. Bwana Yesu asifiwe. Ili ya kwamba Mungu akaweze kutimiza neno lake kwetu. Amen. Ni sisi kuwa tayari kwa ajili ya kumpokea. Maana unavyompokea Kristo, maisha yako hubadilika. Maisha yako hubadilika. Ni kwa sababu uliamua kutoka ndani ya moyo. Maana uamuzi wa mtu ufungulisha mtu. Uamuzi wa mtu ufungulisha mtu wa ndani. Maana Yesu Kristo anavyotawala, Yesu Kristo anavyoingia ndani ya moyo, yeye hubadilisha hali ya mtu, hali ya kawaida. Anaondoa hali ya kawaida, anaweka hali nyingine. Amen. Kwa hivyo ili ya kwamba Mungu akaweze kuingia ndani mwetu na akaweze kututumia kama chombo, ni sisi kukubali. Maana unavyojikubali wewe ni nani, Yesu ataingia. Nguvu za Mungu zitashuka, neema ya Mungu itashuka. Na wakati neema ya Mungu inavyoshuka, Mungu wa mbinguni huanza kutayarisha mtu, kumuondoa katika hali ya kibinadamu, na anaweka roho wake ndani mwako. Maana anavyoweka roho wake, unapata kwamba maisha yako yabadilika. Maisha yako hubadilika. Ni kwa sababu ulimruhusu Yesu kuingia ndani ya moyo. Amen. Kwa hivyo jambo lipi ambalo litasaidia mtu ya kwamba Kristo Yesu akaweze kuingia, Kristo Yesu akaweze kujitwalia utukufu ndani ya moyo? Ni wewe sasa kuandaa moyo wako. Maana maandiko yananiambia kwamba Waebrania 11:6 ya kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Ya kwamba mtu ajaye kwangu lazima kwamba aamini Mungu yupo, na ili ya kwamba roho wa Mungu akaanze kutawala maisha yako, ni wewe kuamini kutoka ndani ya moyo. Maana unavyoamini kutoka ndani ya moyo, changes inaanza, maisha yako kubadilika. Ni kwa sababu ya moyo. Amen. Kwa hivyo Yesu anakuhitaji. Yesu anahitaji maisha yako. Yesu anahitaji maisha yako. Anahitaji ya kwamba akaingie ndani mwako. Anahitaji ya kwamba abadilishe maisha yako. Anahitaji ya kwamba akaondoe ukawaida. Mmoja tunaweza kuishi katika maisha ya ukawaida, na unavyoishi katika maisha ya ukawaida haimpendezi Kristo. Haleluya. Haimpendezi Kristo. Lakini sasa unavyoruhusu roho wa Mungu kuingia ndani ya moyo, maana anavyochukua nafasi
ndani ya moyo wako, mabadiliko huanza. Mabadiliko huanza. Unapata kwamba gharama na vipawa vinaanza kuonekana. Amen. Vinaanza kuonekana katika maisha ya binadamu. Amen.